Acha leo nikupe maajabu ya chumvi. Hii chumvi tunayoitumia ni chumvi nzuri sana. Sasa katika upande wa tiba nataka nikupe madini fulani kutokana na chumvi. Kama unasumbuliwa na watu wabaya katika nyumba yako, kama unasumbuliwa na watu wabaya katika biashara yako, na kama unasumbuliwa na mikosi, mambo tofauti kazini kwako, basi tumia chumvi kuweza kumaliza ubaya wowote ule unaokusumbua. Hii chumvi jinsi ya kuweza kutumia na kuweza kumaliza ubaya wowote ule unaohitaji kumaliza, chukua ile chumvi ya mawe ya kutosha, kisha utatwanga katika kinu. Ukishatwanga katika kinu utaweka katika chungu kisichotumika. Nunua tu chungu chochote kile kisichotumika, anza kukitumia. Tafuta magadi, tafuta mkaa uliotumika. Yaani unapopika kuna mkaa unakuwa unabakia. Sasa yale mabaki ya mkaa, chumvi pamoja na magadi weka katika chungu kisichotumika. Ukishaweka katika chungu kisichotumika, kama nyumbani kwako kuna watu wabaya ambao wanakuwa wanakusumbua sana mara kwa mara, mnaota ndoto za ajabu, watoto usiku wanalia sana, yani watoto usiku wanalia sana mara kwa mara, chukua ule mkaa, chumvi pamoja na magadi ulioweka katika chungu kisichotumika, utaweka na maji. Ukishaweka na maji, hakikisha kwamba katika nyumba yako basi zungushia kote nyumba nzima nyumba nzima zungushia ile imekaa pamoja na maji, utakuwa unamwaga nyumba yako yote. Ikifika saa 2 usiku, saa 4 usiku ama saa 6 usiku. Hakikisha kwamba ni saa 2, saa 4, saa 6 ama saa 8 usiku. Muda wowote huo kati ya hiyo fanya hiyo kazi. Mwagia nyumba yako yote. Basi hapo utakuwa umeweza kuondoa ubaya wote. Umeondoa ubaya wa aina yoyote ule. Iwe nuksi, chawi, mambo yote ya ajabu hapo kwa upande wako umeondoa. Lakini kama umepanga, fanya hivyo kisha yale maji kasafishie katika chumba chako. Badala ya kwenda kumwaga sehemu tofauti, uende kasafishe katika chumba chako. Kama kuna jirani yako mbaya, kama kuna mtu anakufanyia ubaya, kama kuna mtu anakufanyia uchawi wa aina yoyote ile, hapo utakuwa umeweza kumaliza. Katika upande wa biashara, chukua chumvi, magadi na mkaa usiotumika, na mkaa uliotumika na chungu kisichotumika, utarekebisha hivyo kisha utaweka maji. Sasa yale maji utaenda kunawia mikono ama uso katika mbele ya biashara yako. Weka katika chupa, ukifika pale kwenye mbele ya biashara yako utanawa kama uso, kama mikono, utanawa hapo. Hapo utakuwa unaondoa ubaya. Kwa wale wanaokuja kwa nia mbaya kwenye biashara yako, kwa wale wanaokuja kwa nia mbaya, yani ya choma urete, uchawi, ushirikina, kukufanyia kila kitu kile cha husda, basi hapo utakuwa tumeweza kumaliza changamoto yako. Hawataweza kukufanyia kitu chochote kile. Na wale mnaoenda makazini, kazini kuna fitna. Mnafanyiwa fitna, mnafanyiwa kila aina ya ubaya katika makazi yenu, basi kuchukua chumvi, magadi pamoja na mkaa uliotumika utasaga. Badala ya kusaga, utachukua kitambaa cheusi ama kitambaa chekundu kidogo, yani utafunga kinifundo kidogo sana, kisha utakata upande wa pino, utaweka katika upande wa wallet yako. Uwe mwanamke utaweka katika begi lako, mwanaume utaweka katika wallet yako. Hapo utapokwenda kazini, maana yake kwamba utaondoa ule ubaya wote, ule husda wote. Kama kuna mtu yeyote anakufanyia ubaya, basi hapo nadhani kwamba ataacha kuweza kufanyia huo ubaya na ataanza kuwa mwema kwa upande wako. Atafanya kila jambo la aina yoyote lile ili kuweza kuondoa ubaya kwa upande wako. Lakini hapo utakuwa umeweza kuwakomesha watu wabaya wa aina yoyote ile. Hii ndiyo maajabu ya chumvi katika upande wa tiba za imani. Tumia chumvi kuweza kuondoa watu wabaya leo. Chumvi, magadi na mkaa uliotumika ni tiba nzuri ya kuweza kuondoa watu wabaya, ubaya wa aina wowote ule. Kama unahisi kuna ubaya unafanyiwa nyumbani, kazini, sehemu popote pale, asitumia hivi vitu nilivyoweza kukuelekeza kwa ajili ya kuweza kuondoa ubaya wa aina yote. Mimi ni mtaalamu wako na ni mshauri wako wa kila siku, mtaalamu Chidokta. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Kama unahitaji tiba ama ushauri, nipigie simu niweze kukusaidia. Popote pale ulipo unapata msaada. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri. Asante sana.